Naam, assalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ni Dr. Sharifu tiba asili Tanzania. Basi moja kwa moja huwa nakuja na masomo na vipindi vingi katika kila siku. Na kama ndio mara ya kwanza kuweza kukutana na mimi, utakuwa unaanza kunisikia Babu Sharifu. Basi unaweza ukanipata kule. Basi leo sitakuwa mwingi wa kuweza kukuambia mambo mengi. Moja kwa moja nitaenda kukufundisha baadhi ya vitu vichache ambavyo vitaenda kuvifanyia kazi katika masuala machache. Basi leo ndugu yangu nimekuja na mmea moja huu. Huu ni mmea ambao ni mbaazi. Mmea ambao sio mbaazi, ni mnyaa. Unavyoangalia huu ni mnyaa kweli kweli. Mnyaa unatumika katika masuala mengi kweli kweli. Masuala mazito, mnyaa unatumika katika masuala kem. Na ndio maana nikataka leo niweze kukufundisha kuhusiana na mnyaa. Sasa nisikilize vizuri ndugu yangu. Mnyaa unaweza ukautumia katika masuala mbalimbali. Mnyaa huu unaweza ukauchukua jinsi ulivyo. Ukitaka kuoteshwa ndoto za kinabii, watu zamani walitumia mnyaa kujua mambo mbalimbali. Unachukua ngozi ya nyengele, kipande kimoja, unachukua na mnyaa huu kama huu, basi unafunga pamoja katika mzizi huu. Unafunga pamoja katika mnyaa huu, unaweka na kitambaa cheupe, unafunga unakolalia, unaweka manuizi yako, utaletewa ndoto na njozi zile ambazo utakazokuwa unazitaka. Mnyaa huu pia unaweza kutumia kwa kutabilia. Unachukua mnyaa wako namna hii, ule ambao ndani bado ni mbichi, unakuta kuna ule utovu, unapaka kichwani, mbele, nyuma na katikati, na huku unaweka manuizi kwa ajili ya kutabia. Kisha maliza unachukua vipande viwili, basi unaweka katika kichwani kwako kwa manuizi. Utaanza kushangaa, inakuletea mambo ya kujua mambo mengi. Pia mti huu unaweza kutumia katika stali nyingi, na pia katika masuala mengine pia utautumia katika kuchoma katika business. Lakini mmea huu ambao utautumia mnyaa ni ule uliodondoka wenyewe. Ule uliodondoka chini ndio utachukua, utachanganya, utakuwa unachoma katika samba zako kwa ajili ya kuvuta watu. Na pia unaweza kuutumia kuchoma na kukoga na kusafishia sehemu. Na pia mnyaa huu unaweza kutumia baadhi ya mizizi kwa ajili ya kuua watu wana maradhi mbalimbali. Watu wana visonono, wana kaswende, magonjwa hatari. Basi mizizi yake hii ukichanganya na mnyonyo, na basi ukachanganya vitu hii na nengo, mizizi yake vizuri ukatumia kunywa, inaenda kutoa mambo machafu katika ndani ya mwili wako. Mmea hii ina mambo mengi mazito na ina mambo mengi ya ajabu. Na pia huu una siri nyingi tofauti na hizi nilizosema. Pia unaweza kutumia kuchoma, na pia unaweza kutumia kuchanjia, na pia unaweza kutumia kutibu baadhi ya maradhi kama nilivyosema, na mizizi pia. Na moja kwa moja nakuja na kufundisha, tunakuja hizi pingi utakazoziona ni mbaazi nimezungumza katika vipindi vyangu vya nyuma. Ukifuatilia hapo kuna vipindi vingi nimezungumzia kuhusiana na mbaazi. Mbaazi ni kombola. Mbaazi unatumika katika kutengeneza jini wa chuma ulete kutumia mbaazi huu. Tunatumia vipande kama hivi kwa ajili ya kutengeneza kiumbe ambaye unaweza ukamtuma sehemu na akaenda kufanya kazi na akaleta kitu ambacho utakaokuwa umemtuma, au ukamwagiza katika sehemu akaenda kufanya tukio fulani kwa kutumia mbaazi. Unaweza kumtuma kwa kutumia ubaya kwa shari, unaweza kumtuma kwa kutumia uzuri, unaweza kumtuma kwa watu wanakusumbua ukamwagiza kwa kutumia miti hii ya mbaazi kupitia hapa. Na kama utaendelea kunifuatilia utapata elimu hii, namna gani utatumia mbaazi kumtumia kiumbe, namna gani utatumia mbaazi kumtuma sehemu, namna gani utatumia mbaazi kumwagiza katika sehemu kwenda kufanya matukio kupitia miti hii unaiona. Miti hii pia nikikwambia ni kinga. Mti huu ukichonga mambo vizuri, ukatafuta ndubi ukaimix pamoja, alafu ukazindika katika sehemu yako la eneo, basi itakuwa ni kinga kali. Unaweza ukachanganya na rugoja, inaenda kuzindika katika manuizi katika mji wako wakati wa usiku ukiwa umejifunga kani kinyeusi, inaenda kufanya mambo mazito pia. Pia mbaazi huu unaweza kutumia mizizi yake kwa ajili ya mtu kutokuwa na nguvu vizuri, jimai. Ina maana ukatumia mizizi yake ukawa unaponda vizuri, alafu unakamua unakunywa asubuhi, mchana, jioni. Aisee, ni hatari kweli. Mbaazi una mambo mengi ya siri. Mbaazi unatumika katika kuapisha
Sasa kama unataka kuamini, nenda kachukue mizizi yake. Nenda kachukue mzizi wake mbazi, alafu kata vizuri, alafu funga, weka unakolalia usiku au ingiza katika uvungu wako wa kitanda. Alafu weka au kwenye mto unakolalia. Basi utakuja kuota ndoto au kuna vitu utaanza kuona ambavyo wewe ulikuwa ufahamu kupitia mmea huu. Nenda katumia majani yake kumfukiza mtu mwenye mapepo, mwenye majini. Na kama umeshindikana mapepo, majini, yapo tofauti nyingi. Lakini kama hujui elimu, utaelezwa vitu vingi kibao. Kuna mapepo ya kila aina, kuna majini tofauti, kuna mapepo ya kila design, lakini yote tunaita ni grupu moja. Lakini kila kitu kina njia ya kutoka. Kila ugonjwa ni kama unaumwa kichwa au tumbo au, lakini wote ni ugonjwa. Lakini kila kitu kuna njia ya kutoa. Unasumbuliwa na majini mahaba, kaa tayari kunifuatia katika vipindi vinavyoweza kukusaidia kwa watu kama hao. Na pia nitaenda kuja na vipindi vingi ambavyo ni vya maajabu. Naenda kukuletea elimu nzito kupitia mmea hii, kupitia mbaazi, kupitia mmea ya mbaazi, kupitia ndulatula, kupitia mnyonyo, kupitia mwinula, na kupitia vitu vingi kem na kupitia vitu vya kawaida, nyanya, chumvi, sukari, namna gani vya kukusaidia katika masuala mengi. Mimi nitakachokwambia, hebu angalia kengele upande wa kulia hapo, like hapo na subscribe hapo, ili moja kwa moja katika vitu vinavyotoka vya kwanza uweze kuvipata mbashala hapo hapo kwa faida. Unavyozidi kusubscribe ndivyo unavyotia moyo kwa ajili ya kukuletea vitu ambavyo ulikuwa vijui. Unavyotia kusubscribe na kulike hapo ndivyo unazidi kupata masomo kawaida. Na pia unaweza ukashare katika sehemu nyingine, unaweza ukashare katika magrupu mengine, unaruhusiwa popote. Unaweza pia ukajiunga katika WhatsApp, katika email, katika masuala mbalimbali, tukawasiliana na ukajua mambo mengi kem. Na kama kuna kitu unaweza kuwa unataka, basi unaweza ukapiga simu zangu, utaziona hapo na utaweza kujipatia msaada zaidi. Basi ninachokwambia, nifuatilie inshallah katika kipindi kijacho chenye kuleta matumaini mazuri kupitia mbaazi na kupitia baadhi ya vitu nitakavyokuwa nimeweza kukushushia hapa kwa macho ya kufuatilia. Huu ni mbaazi ndugu. Nimekueleza mengi, lakini matawi yake fukiza mtu mwenye vitu vibaya. Inshallah tuko pamoja.